Nitaenda kufundisha somo naitwa roho ya maombi. Hiki kipengele anavyoanza katika Zakaria 12 mstari wa 10 anavyosema nami nitawamwagia. Hilo neno nitawamwagia ni la muhimu sana. Nami nitawamwagia ni la muhimu sana kwenye somo letu. Ili neno nami nitawamwagia linaonyesha roho ya neema na kuomba, ni Roho Mtakatifu au roho ya maombi, ambayo leo nimeijumuisha na hilo neno roho ya neema na kuomba. Huyu ni Roho Mtakatifu. Roho ya neema na kuomba inaambatana na Roho Mtakatifu. Ni vitu ambavyo Roho Mtakatifu anafanya ndani ya mioyo ya waombaji ili waweze kuomba, wawe na nguvu katika maombi yao. Ndiyo roho ya neema na kuomba, ndiyo roho ya maombi. Hapa anasema nami nitawamwagia. Kwa nini nasema huyu ni Roho Mtakatifu? Kwa sababu katika Matendo 2:17 anasema hivyo hivyo alivyomwelezea Roho Mtakatifu. Nami nitawamwagia roho wangu, itakuwa siku za mwisho, asema Bwana. Nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Pale juu amesema nitawamwagia Israeli. Wakati wa mwisho, wakati wa Israeli wanamsubiria Masihi, wametambua kwamba mpinga Kristo sio Masihi wao. Anasema Mungu atawamwagia roho ya neema na kuomba. Ili neno kuwamwagia roho ya neema na kuomba hapo hakusema ni nini, lakini Matendo 2:17 ametumia tena neno nitia, kama Yoeli 2:28 akimsema Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika Zekaria 12 mstari wa 10 anaposema nitawamwagia roho ya neema na kuomba, huyu ni Roho Mtakatifu, kwa sababu katika Yoeli 2:28-29 na Matendo 2:17 alipomsema Roho Mtakatifu alitumia neno hilo hilo nitawamwagia. Haleluya. Kwenye Zekaria tunaona aliposema nitawamwagia roho ya neema na kuomba, kuliambatana na hali au matendo fulani, lakini haya ni matendo ya kihisia zaidi. Anasema nitamwagia roho ya neema na kuomba, nao watamwombolezea yule waliomchoma, nao watakuwa na uchungu. Kunatokea vitu pale kwa sababu ya hiyo roho. Kwa hiyo roho ya neema na kuomba ina vitu fulani ambavyo vinatokea. Roho Mtakatifu ana matendo fulani. Katika Matendo ya Mitume 2:17 maandiko yanasema itakuwa siku za mwisho nitawamwagia watu wote roho yangu, nao vijana wao watafanyaje? Wataona maono, watoto wao watatabiri, wazee wao wataota ndoto. Kuna matendo. Roho Mtakatifu akija mali kunatokea matendo, kunatokea vitu. Katika Matendo 2 pale anasema wote wakajazwa roho, wakaanza kutenda jambo fulani, wakaanza kunena kwa lugha fulani. Matendo 4 pale mahali fulani Petro, maandiko anasema Petro akajaa roho. Alipojaa roho akaanza kusema neno la Mungu. Mahali pengine napo Paulo alijaa roho akaanza kusema. Kunakuwa na matendo. Kwa hiyo roho ya maombi inaendana na matendo fulani, inaendana na vitu fulani, lakini zaidi unaposema roho ya maombi inaendana na matendo ya kimoyoni. Na haya matendo ya kimoyoni yanatafsiriwa kwa hisia. Roho Mtakatifu anakuwa wa kihisia zaidi kwa ajili ya maombi. Bwana asifiwe. Tunaona mifano ya yaliyomo ndani ya roho ya maombi kwa maana ya hisia zaidi. Unajua matendo ya Roho Mtakatifu na matendo ya nje, ishara, miujiza, unabii na kadhalika. Lakini kuna matendo ambayo yanayatenda kwenye mioyo ya watu. Haya matendo yanayotenda kwenye mioyo ya watu ndio yanaleta msukumo wa kuzalisha roho ya maombi, ambao baadaye inazalisha vitu vya nje, miujiza, watu kuokoka. Lakini kwanza anakuwa anafanya kazi ndani ya moyo wa mtu au mioyo ya watu. Sasa utajuaje unayo roho ya maombi? Au utaitambuaje roho ya maombi? Na roho ya maombi inatangulia mabadiliko. Eneo ambalo Mungu anataka kulibadilisha, kama Mungu anataka kukubadilisha, kama Mungu anataka kubadilisha hali fulani katika nchi, anataka kubadilisha hali fulani ya mume wako, ya mtoto, lazima kuwepo na roho ya maombi. Lazima kuwepo na hisia za kiroho za maombi. Bwana asifiwe. Tutaona watu wachache ambao
walikuwa na roho ya maombi au roho ya neema na kuomba katika maandiko, na ilikuwa ina matendo ya aina fulani, ilikuwa ina hali za aina fulani, lakini hizi hali zilionekana zaidi katika mioyo ya hao watu. Hali ya kwanza tunaiona inaitwa uchungu. Uchungu. Huyu mtu aliyekuwa namna hii mwenye uchungu katika roho ya neema na kuomba au katika roho ya maombi alikuwa ni Hana mama yake Samueli. Kusoma katika Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 10 pale, na Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 15, aliyokuwa anamuelezea Eli alivyomwambia kwamba wewe ni mwanamke umelewa. Akamwambia hapana, moyo wangu una uchungu na nimemimina moyo wangu kwa Bwana. Kwa huo uchungu, lile neno uchungu, alikuwa na roho ya maombi. Roho ya maombi inaendana na uchungu, inaendana na maumivu, inaendana na kujisikia vibaya ndani yake, lakini katika hisia za moyoni. Na mimi naamini ingawa huyu mama alikuwa na hitaji la mtoto, lakini kulikuwa na utendaji wa Roho Mtakatifu juu ya huyu mama. Kwa nini? Kwa sababu vitu alivyovisema vilikuwa vinaendana na mtoto ambaye atazaliwa. Alisema nikimpata huyu mtoto nitamweka hekaluni mwa Bwana, hata toka hekaluni. Palikuwa panatakiwa mtu wa kinamna hiyo ambaye ni Samuel. Kwa bila shaka Roho Mtakatifu alimuandaa moyo wake, akampa uchungu ili aombe, ili aweze kuzaa hilo tunda la Samuel kutokea, ili Israeli kutokee mabadiliko. Nimesema hii roho inatangulia hali ya kutaka kubadilisha, inatangulia mazingira ya kutaka kubadilisha hali fulani katika eneo, familia, taifa au mtu. Mara nyingine hata wewe binafsi unaweza kuwa na uchungu kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya jambo fulani. Nakumbuka kuna mtu mmoja alikuwa na uchungu, kwa nini watu hawaokoki? Kwa nini watu nikihubiri hawaokoki? Anasikia vibaya, anasikia uchungu, wengine tunaita mzigo. Baadaye alivyoomba watu wakaanza kuokoka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo roho ya maombi inaathiri sana hali za kihisia za moyoni, hisia za ndani. Alafu baadaye matokeo yanatokea kwa nje, watu wanaokoka, watu wanaponywa. Na mara nyingine roho ya maombi sio kwamba mtu unasikia alafu unaenda kuomba tu. Mara nyingine kitu kinakuwepo wakati wote. Kwa sababu Mungu anafanya kazi, maandiko anasema ni Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu. Sengine anakuwekea hali ya kutaka jambo fulani. Hauliombi kwa maneno, Baba naomba ufanye, lakini ile hali ya uchungu na maumivu tu kwa Mungu ni sauti, hiyo ni roho ya maombi. Kwa hiyo kuna mtu kama hizi huduma 5, kuna watu kwenye huduma 5 ana roho ya maombi eneo la uponyaji. Wakati wote anasikia uchungu watu wapone. Hiyo ni roho ya maombi. Hata kama asemi Baba ponya, haombi, anakuwa nayo. Mwingine ana roho ya maombi kwenye eneo la mayatima. Anasikia uchungu eneo fulani, anasikia uchungu kwamba wanapata shida. Nakumbuka wakati fulani alikuwepo mtu fulani katika kanisa nilikuwa na sali zamani Dar es Salaam. Alikuwa anahudumia watoto yatima. Sasa akawa anatoa ushuhuda. Wakati anatoa ushuhuda, mama mmoja akaanza pale kulia. Alikuwa na roho ya maombi eneo hilo. Alikuwa anasikia uchungu, kwa hiyo eneo hilo anaenda kuzalisha kitu, anaenda kusaidia yatima, na akaanza hiyo huduma ya kusaidia mayatima. Bwana asifiwe. Kwa hiyo chunga sana unavyojisikia. Mara nyingine sio kujisikia, mara nyingine ni roho ya maombi. Huyo ni Hana mama yake Samueli. Lakini kuna mtu mwingine anaitwa Elia alikuwa na roho ya maombi. Yeye aliomba kwa juhudi mvua isinyeshe. Aliomba kwa juhudi mvua isinyeshe. Alafu mvua wakati haikunyesha akaomba tena kwa juhudi inyeshe. Ukisoma katika Yakobo 5 mstari wa 17. Lile neno juhudi linalotajwa pale ni hisia za moyoni. Ni sio juhudi kwamba alikuwa anaomba asubuhi, mchana, usiku, kila saa anaomba. Alikuwa anaomba kwa hisia kwamba mvua hii isinyeshe. Pengine anasema ili taifa la Israeli lijue yuko Mungu. Alikuwa anaomba kwa hisia, kwa kumaanisha, kwa kushikilia. Haleluya. Lakini pia kwa wivu wa Bwana, kwamba mvua hii isinyeshe. Hawa wamekuwa wakaidi ili ajue Mungu yupo. Alikuwa na wivu wa Bwana. Hisia ya moyoni mojawapo ni wivu. Hisia nyingine, baada ya miaka 3 kupita, anasema sasa nilishasema mvua inyeshe
haitanyesha miaka 3, lisipotokea hili itakuwaje? Kwa hiyo akaomba tena kwa juhudi, kwa hisia, Bwana lazima itokee. Kwa sababu alikuja kuangalia nje, anga likawa bado tupu mara ya kwanza. Akaenda tena, maandiko yanasema alijikunja, alikuwa anajikunja, mvua inanyesha. Ilivyokaribia akaona wingu kama mkono, baadaye mvua ikanyesha. Mabadiliko yakatokea kwa nje, jambo likatokea kwa nje. Mara zote roho ya maombi inayoendana na hisia za moyoni inaleta mabadiliko fulani. Kwa mama yake Samuel, Hana ilileta mabadiliko kwa Israeli, akatokea nabii, neno la Bwana likaja kwa Israeli. Kwa Elia mvua ikanyesha. Lakini pia wakati Elia anaomba Mungu ashushe moto, ukisoma katika Wafalme wa kwanza 18 pale kuanzia mstari wa 36, anasema Bwana unisikie Bwana, ili ijulikane wewe ndiyo Mungu. Alikuwa na wivu wa Bwana. Baadaye moto ukashuka, matokeo yakatokea. Mvua ilinyesha, matokeo yakatokea. Samueli alizaliwa, matokeo yakatokea, kwa sababu ya roho ya maombi. Haleluya! Mtu mwingine tunamwona Paulo katika Wagalatia 4 mstari wa 19, anawaombea Wagalatia, anasema ninawaombea watoto wangu, vitoto vyangu, nawaombea mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Ile kuomba kwa Paulo ni kwa kusononeka. Kuna eneo pengine anasema ninaona mashaka kwa ajili yenu. Nisije nikawa nimepiga vita bure. Kwa hiyo alikuwa na uchungu nao. Anawaombea Yesu atokee, Yesu aumbike, wawe na tabia za Yesu, wawe na sura ya Yesu. Mahali pengine wanaombea Waefeso macho yao yatiwe nuru. Anaomba hivyo kwa kutaka sana, kwa kutamani sana, kwa kushikwa moyo wake. Maombi haya ya bidii kama Elia ni ya kushikwa moyo, umeshikwa kwenye hilo jambo. Na anayewezesha maombi ya namna hii, anayeleta hisia na misukumo ya ndani ni Roho Mtakatifu, ambaye ni roho ya maombi. Bwana asifiwe. Bila shaka Wagalatia walikuwa kama Yesu, kukatokea matokeo. Mara zote roho ya maombi inaleta matokeo, inazalisha kitu. Haleluya! Yesu mwenyewe ukisoma katika Luka 22:44, Yesu kabla hajasulubiwa alikuwa amejawa na roho ya maombi. Maandiko anasema Yesu alianza kusononeka kabla hajasulubiwa. Anasema akaanza kusononeka na kuhangaika. Baadaye akasema roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Kesheni hapa muombe pamoja na mimi. Akajitenga kidogo, akawa anaomba kwa uchungu na kwa huzuni, mpaka jasho likatokea la damu na nini. Ile ilikuwa ni roho ya maombi, ule mzigo. Alikuwa anazalisha kitu, anazalisha msalaba, uwezekano wa kusulubiwa. Maandiko anasema wakati yuko katika hali ya kusononeka, malaika akatokea matokeo, akamtia nguvu. Mara zote roho ya maombi inaleta matokeo. Na Yesu akamwambia sasa wanafunzi wake, laleni, saa imekwisha kufika, mwana wa Adamu anatoa mikononi mwa wenye dhambi. Akaweza kusulubiwa, akaweza kufufuka kwa sababu ya roho ya maombi. Haleluya! Kwa hiyo mara nyingi ukianza kusononeka, ukianza kusikia huzuni, ukianza kusikia vibaya, unaweza ukakuta Roho Mtakatifu amekuingia ndani yako, au amevuvia neema ndani yako ya roho ya maombi. Bwana asifiwe. Matendo ya Mitume, kanisa tunaliona pia kanisa katika Matendo ya Mitume mlango wa 4 pale mstari wa 31 na mlango wa 12 mstari wa 5. Mlango wa 12 mstari wa 5, Petro alivyoshikwa. Yakobo alikuwa ameshachinjwa, ameuawa Yakobo, na sasa amemshika Herode Petro, na bila shaka walikuwa wanaona sasa Petro anaenda kuuawa. Wakashikwa na roho ya maombi. Matamshi ambayo Mungu alimtamkia Petro, Yesu alimtamkia Petro kwamba atakuja kuwa kiongozi, yalikuwa yanaenda kuuawa pale, yalikuwa yanaenda kuishia pale. Tusiridhike sasa nyingine tunapoona mtu anakufa. Unaona kama mtumishi wa Mungu fulani anaumwa hivi anakufa. Au hapa tunaona Herode alimshika Petro, anataka kumuua, lakini mtu anaweza kashikwa na ugonjwa, anataka kuuawa. Mtu anaweza kashikwa na kesi. Sio, tunajua kama mtu akiwa mchungaji au mtumishi akiwa na kesi ya maana imembana, ni hatari sana kwenye huduma, anaweza akafa kihuduma kabisa. Anaweza kawa ni kesi ya mahakamani au kesi ya kifamilia.
ana mtoto wake anaumwa, ana mke wake anaumwa au mume wake anaumwa, ananyang'anywa nyumba yake, kuna kitu ambacho ni kibaya kama kifungo hivi, inatakiwa watu waombe kwa maana ya roho ya maombi. Maandiko yanasema hapa kanisa likaomba kwa juhudi kwa ajili ya Petro. Ile neno kwa juhudi linafanana na lile ambalo tumelisema katika Yakobo 5:17 kwamba Elia aliomba kwa juhudi mvua inyeshe. Yaani waliomba kwa kumaanisha. Nakumbuka mimi nilipitia jambo fulani, niliwahi kuwashuhudia hapa. Nilikuwa zamani huko kuna watu fulani wataka kununua eneo fulani. Kwa mimi nikaenda nikalipata lile eneo, nikalifuatilia. Baadaye wale watu wakasema tulinunui tena. Yule mtu mwenye eneo akasema mtanilipa hela yangu. Mtanilipa kwa sababu mimi nimepoteza hela yangu hapa, kuna watu wengine walikuwa naenda kuwashtaki. Akawa anadai hizo milioni 10, nilikuwa sina hiyo wala sijui nitaitoa wapi. Niliomba kwa juhudi. Yaani hilo jina Mungu nilikuwa nasema Mungu. Zaburi 68 ile pale mwishoni anasema Mungu wa kuokoa na njia za kutoka mautini. Yaani ile mautini unahitaja unakisha umehitaja vizuri na mautini ina Jehova. Bwana Mungu akaniokoa, kukatokea matokeo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tusiombe tu juu Mungu njia za kutoka, maanisha afu Roho Mtakatifu atakusaidia kuwa na neema ya roho ya maombi. Bwana asifiwe. Somo letu ni roho ya maombi. Kila mtu aliyeokoka ana uwezo wa kuwa na roho ya maombi ya kubadilisha jambo, na hasa inakuwa rahisi unapokuwa umefikia mwisho. Unapokuwa umefikia mwisho wa jambo fulani, yani lazima hilo jambo litokee kwa wakati huo. Mara zote utaomba kwa juhudi, utaomba kwa roho ya maombi. Nakumbuka ushuhuda mmoja wa mwinjilisti Reinhard Bonke. Alikuwa anashuhudia mtumishi wake mmoja kwa Suzette. Anasema kulikuwa na mkutano mmoja mahali fulani. Kuna kipofu akatembea mahali muda mrefu mpaka akafika kwenye huo mkutano. Alipofika na mkutano ndio umeisha na mhubiri ameondoka. Basi wale watenda kazi wakamwambia sasa, pole, mhubiri ameondoka. Yule ndio ana karama ya kuombea vipofu. Yule mtu akamshika mmoja wapo akasema, omba wewe. Akasema mimi sina hiyo karama. Akasema omba. Sasa mimi nimetoka mbali, nimetembea kwa mguu mpaka omba. Sina karama. Sasa ameondoka, ambia omba. Wewe umeokoka? Ndio. Una Yesu? Ndio. Omba. Kama yule mhubiri ana Yesu na wewe unaye, na wewe omba. Jamani mimi si. Akaja mwingine anauliza, sio mikutano ya nje, jamani kuna nini hapo? Akamkamata na wapili, sema nimepata wawili, ombeni. Basi wakaanza kuomba ya kumridhisha baba. Unajua ile maombi ya kusema unajua Mungu ndio anayejibu na nini, ili waondoke wawe nyumbani. Baba, katika jina la Yesu wewe ndio mponyaji. Akasema sijaona. Akaendelea kuwashika, asema bado sijaona. Akawashika, asema na unajua watu wengine akiwa anahitaji fulani la namna hiyo wanakuwa akikushika hivi ya kuachii. Basi wakaongea hivyo, baadaye wakaamua kuomba, wakaja pale. Na kwa jina la Yesu wakaomba kwa kumaanisha, mioyo yao wakaiweka pale. Hayo ni maombi ya bidii. Hiyo ni roho ya maombi. Yani wanasema katika jina la Yesu, wanavyosema ile kwa jina la Yesu hivi. Akafungua macho yule mtu. Kwa hata unapomkemea pepo, useme pepo toka, pepo toka. Sema kwa roho ya maombi. Sema ukiwa umemaanisha. Sema ukiwa umeshikwa moyo. Katika jina la Yesu na kuamuru toka. Bwana asifiwe. Moyo wako uwe pale na msukumo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni roho ya maombi. Roho ya maombi mara zote inaleta matokeo. Tunapokutana na hali za katika kanisa, katika nchi, hali tatanishi inayotisha, utukeshe, tusimame usiku, tumwabudu Mungu. Nataka kumalizia kwa kusema roho ya maombi inachochewa na ibada, hasa kuabudu. Ukiwa na hitaji, kuna ile somo nafundisha kumtolea Bwana dhabihu. Ukiwa na hitaji gumu kubwa, anza na kuabudu.
ili kuchochea neema ya Roho Mtakatifu kuwepo. Afu Roho Mtakatifu atakupa hisia maalum za kuweza kuzalisha, kwa sababu roho ya maombi ni roho inayozalisha. Anasema nitamwagia roho ya neema na kuomba ili kuzalisha jambo fulani, kuzalisha wokovu eneo fulani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unavyoabudu, roho yako inaingiliana sasa na Roho Mtakatifu ili aweze kukupa hisia za kuweza kuzalisha hilo hitaji, kuleta hayo mabadiliko. Mara nyingine roho ya maombi inapoendana na hii hali ya uchungu na juhudi na wivu, inakupelekea hata kufunga. Unasikia huna hamu ya kula. Nakumbuka mzee Kulola alikuwa anasema nikiona mgonjwa chakula kipiti hapa. Hivyo. Kwa hiyo ile hali yake ya kufunga na nyako naona ameshaonyeshwa motoni, watu wanaenda motoni, jehanamu ya moto, chakula kimeisha, hamu ya chakula imeisha. Anataka tu watu waokoke. Ile ni roho ya maombi ambao inakuwa juu ya mtu wa namna hiyo kwa muda wote. Bwana asifiwe. Unaposikia watu wana karama za uponyaji, sijui na miujiza, wengi ukiwafuatilia awali sio walaji wazuri. Kwa sababu anakuwa na hiyo roho ya maombi, anakuwa na hiyo hali ya mzigo. Anaona ni afadhali nile uponyaji, mtu apone na mtu aokoke, ndio chakula changu. Na Yesu akasema hivyo. Soma katika Yohana 4 pale. Walimuuliza, wanambia Rabi ule, akasema chakula changu ndio hiki, niafanye mapenzi yake, niimalize kazi yake aliyenituma. Nione watu wanapona ndio shibe yangu. Nione watu wanaokoka ndio shibe yangu. Kwa kuna mifungo mingine ni mifungo ya roho ya maombi, sio mifungo ya kawaida, hasa ya watumishi. Ukiwa una huduma fulani au unataka kutimiza kusudi fulani lizaliwe, haleluya, Mungu anakupa roho ya maombi. Mfano wa mtu wa namna hiyo ni Nabii Ana binti Fanueli kwenye Agano Jipya. Maandiko yanasema alikuwa ni mjane aliyefiwa na mume wake wakati wa usichana wake. Alikuwa yuko hekaluni mchana na usiku akiabudu kwa kufunga na kuomba. Bila shaka alikuwa anafanya hivyo ili kuzalisha ujio wa Masihi. Mwingine alikuwa anaitwa, hawa ni waombaji hao waliozalisha kuja kwa Yesu. Waombaji ambao walihusika na Yesu sana ni wanambatizaji. Yeye alikuwa jangwani tu. Amekaa jangwani miaka yote huko. Anamsubiria Masihi. Mungu amempa neno la kumzalisha Masihi atokea dhirike. Naye anakula nzige na asali. Naye akawa anafunga na kuomba na kuabudu mchana. Mwingine akwenda Simeoni. Yule Simeoni alikuwa ni mtu wa namna hiyo. Pia roho ya maombi inaendana na roho ya unabii. Bwana asifiwe. Roho ya unabii, maana nyingine Mungu akikupa unabii fulani, jambo fulani la kutokea mbele, anakupa na roho ya maombi kulizalisha au kulizuia. Kwa hiyo roho ya maombi iko hivyo. Mungu akisaidia tuendelea tena wakati mwingine. Karibuni sana katika maombi siku ya leo na Mungu awabariki. Haleluya.